Lakini leo tutatazamia safari ya Sadio Mane kutokea nchini Senegal hadi kuwa maarufu katika mpira wa miguu huko Ulaya. Safari hii imejawa na giza, uvumilivu, azimio na shauku lisilo na wasiwasi ndani ya moyo wake. Kuanzia utotoni mwake huko Senegal hadi kuja kuwa maarufu katika vilabu vikubwa huko barani Ulaya. Njia ya Mane katika mpira wa miguu imejawa na changamoto nyingi na ushindi kila awamu ya kazi yake, kutokea wakati wake katika klabu ya FC Metz, RB Salzburg, Southampton, Liverpool, Bayern Munich na huko Al Nassr. Hii ni ndoto ambayo inavutiwa na kila mcheza soka, hasa kwa vijana wanaoishi barani Afrika. Miongoni mwao wanatamani kuiota hii ndoto walau mara moja tu walalapo, ili kufufua matumaini mapa miongoni mwao. Lakini hii sio ile ndoto ya Alinacha kuota ubilionea na kuamka kapuku. Nikupeni siri moja. Hii ni ile ndoto ya mchana kweupe iliyowahi kumnyima usingizi Sadio Mane. Na msikilizaji usisumbuke na kuwaza kuwa hii ndio ile ndoto ya kubwa jinga la mtaa na kuota anakula vyakula vizuri, vinywaji vitamu na kuamka asubuhi akiwa kajinyea. Sadio Mane alizaliwa Aprili 10, 1992 katika mji mdogo wa Bambali unaopatikana katika wilaya ya Sédhiou huko nchini Senegali. Wazazi wake wana asili ya Guinea. Kukua kwa mpira wa miguu ukawa ni sehemu muhimu ya maisha yake, kwani mara nyingi alikuwa akicheza na marafiki zake katika mitaa ya Bambali, na vumbi likawa sehemu ya furaha udogoni mwake, kwa kuwa mitaa yote ya mji huo ardhi yake ilikuwa na hali hiyo. Mapenzi ya Mane kwa mchezo wa soka yalichochewa na hamu yake ya kutoroka na kuepukana na changamoto za umaskini zilizoikabili familia yake wakati huo. Hata hivyo, haikuwa rahisi kwa Sadio Mane kipaji chake kuonekana na kuanza kung'ala, na badala yake ilimlazimu asubirie mpaka 2009 kuonekana kwenye mtaa wa Mboul au Mboul huko Senegal na maskauti wa Generation Foot Academy, kwa jina lingine ni Association Sportive Generation Foot. Hii ni taasisi ya mpira wa miguu inayopatikana huko Dakar, Senegal. Na katika taasisi hii kuna baadhi ya watu mashuhuri na wacheza mpira ambao ilizalisha, mmoja wapo na Aliou Cisse. Kuna wengine kama kina Ismail Sarr. Basi bwana, hapo ndipo safari ya soka ya Mane ilipoanza rasmi. Wazazi wake walikuwa wagumu kuamini katika soka, kwani kutokana na kuwaona vijana wengine Bambali kufeli kwa ajili ya kuamini sana kwenye mchezo huo kuliko ukubwa wa vipaji vyao. Baba yake ni alikuwa miongoni mwa imamu anayesalisha miongoni mwa msikiti unaopatikana huko Bambali. Alijawa na imani nyingi, na hivyo hakutaka Sadio Mane ajihusishe na mpira, badala yake ajihusishe na masuala ya dini na elimu dunia nyingine, na ajikite katika masomo yake katika shule. Mama yake alimbariki Sadio Mane na kila laheri liyo juu yake, na maskauti walimchukua hadi Dakar, Senegal. Maisha mapya ya Sadio Mane yalianzia hapo. Waswahili wanasema anayejua anajua tu. Basi bwana, Mane baada ya msimu wa 2010-2011 kuisaidia klabu ya akademi yake kwenda ligi daraja la pili huko Senegal, nyuma ya msaada wa wachezaji wenzake kama vile mshambuliaji wa kati Desire Sidibe. Mshambuliaji wengine ni Omar Bade
na Ibou Faye. Kutokana na klabu ya Betis wakati huo kuwa nao rafiki pamoja na kushirikiana katika safari ya kukuza vipaji kwenye Generation Foot Academy, 2011 scout wa Betis walimchukua Mane akiwa na umri wa miaka 19 tu na kwenda kumfanyia majaribio katika kikosi cha B huko Ufaransa kabla ya kujiunga rasmi na kikosi cha kwanza cha Betis mwaka 2012. Hapo ndipo ndoto ya kwanza ya kucheza Ulaya hatimaye imetimia. Sadio Mane amesema, nakumbuka siku ya kwanza nilifika Ufaransa na kuchukua vipimo na kusaini FC Metz. Nilitakiwa kufanya mazoezi kuanzia siku hiyo hiyo nilipofika, lakini kocha aliniambia nibaki nyumbani na sikuwa na kadi yoyote ya simu ili nimpigie mama yangu na kumwambia kuwa nilikuwa nimeenda Ufaransa. Siku iliyofuata nilikwenda kwa marafiki zangu wengine ambayo walishawasili Ufaransa kabla yangu huko Metz na tulienda kununua kadi. Nikampigia simu mama yangu na kumwambia, "Halo mama, niko Ufaransa." Akanambia, "Nini?" Tena akauliza tena kwa msisitizo, "Nini? Ufaransa ipi hiyo?" Hakuweza kuamini. Nikasema, "Ufaransa huku Ulaya." Akajibu, "Unamaanisha nini Ulaya? Unaishi Senegal, unastahili kuwa na mjomba wako." Kisha nikasema, "Ndiyo, lakini sasa niko Ulaya." Mama alishangaa sana na alinipigia kila siku kuniuliza ikiwa ni kweli niko huko Ufaransa. Hakuamini hadi siku moja nikamwambia aende kunitazama kwenye TV ili kuniona nikicheza. Mwishowe alielewa kuwa ndoto yangu imetimia. Mane alianza kucheza kama professional player Metz akiwa na umri wa miaka 19. Lakini aliondoka hapo baada ya msimu mmoja tu peke yake na kujiunga na klabu ya Austria Red Bull Salzburg mnamo mwaka 2012 baada ya uhamisho euro milioni 4. Akiwa Austria huko ameshinda taji ya ligi kuu na taji na kombe la ndani mara mbili msimu 2013 na 2012-13 na 2013-14. Baadaye msimu ujao wa joto, Mane alihamia katika klabu ya Uingereza Southampton kwa ada ya rekodi ya klabu hiyo ya milioni 11.8. Huko aliweka rekodi mpya ya ligi kuu kwa hat-trick ya haraka. Alifunga kwa wakati wa sekunde 176 tu katika ushindi wa magoli 6-1 dhidi ya Aston Villa Jumamosi ya tarehe 16 mwezi wa 5 2015. Dakika ya 13, dakika 14 na dakika 16 zilitosha kabisa kwa Mane kufunga magoli 3 na kuwa kama hat-trick. Mane alisaini na mkataba mpya Liverpool mnamo mwaka 2016 kwa ada iliyoripotiwa ya paundi milioni 34 na kumfanya kuwa mchezaji ghali zaidi wa Kiafrika kwenye historia wakati huo. Muundo wa hatari zaidi wa kushambulia na Mohamed Salah pamoja na Roberto Firmino. Hiyo ikiwa ni baada ya kuondoka kwa kiungo wakati Philippe Coutinho alisaidia upande huo kufikia fainali ya ligi ya mabingwa alimaarufu kama UEFA Champions League 2018 na kufungwa na klabu ya Real Madrid. Na mwaka mmoja mbele walifika fainali ya kombe hilo na klabu ya Tottenham Hotspur na kuchukua hilo kombe, huku fainali ikiwa na vilabu vya Uingereza mtupu, yani Tottenham Hotspur na timu yake ya Liverpool.
Wakati huo huo alikuwa mfungaji bora wa ligi kuu 2019 mara baada ya kufunga magoli 22 ambayo yalikuwa sawa na Aubameyang wa Arsenal. Hivyo wote walipewa medali. Mane alisaidia Liverpool kumaliza ukame wa taji la ligi kuu wa ndani ya miaka 30 kwa kushinda ligi kuu 2019-2020. Mnamo Oktoba 2021 alifunga bao lake la 100 katika Uingereza. Na hivyo kuwa Mwafrika watatu kufikia mabao hayo. Mane alimaliza nafasi ya 4 na ya pili katika Ballon d'Or ya mwaka 2019. Mchezaji bora wa FIFA alishika nafasi ya 5 2019 na ya 4 2020. Mnamo tarehe 22 Juni, Sadio Mane alijiunga na klabu ya Bayern Munich na ushiriki ligi ya Bundesliga huko Ujerumani kwa ada ya euro milioni 32. Na tarehe 30 Julai 2022 Mane alianza rasmi kazi katika viunga vya miamba hiyo ya Ujerumani na kutoa mataji mbalimbali. DFB Pokal maarufu kama Super Cup, na alifunga bao lake la kwanza na kuisaidia Bayern Munich kupata ushindi wa 5-3 dhidi ya RB Leipzig huko Red Bull Arena. Wiki moja baadaye alifunga bao lake la kwanza katika ligi kuu ya Ujerumani katika ushindi wa magoli 6-1 dhidi ya Frankfurt. Mnamo Novemba 8 Mane alipata jeraha na ilibidi aondoke baada ya dakika 20 ya mchezo katika ushindi wa 6-1 dhidi ya Werder Bremen. Jeraha hili lilimzuia kushindana katika kombe la dunia la FIFA 2022 na ilibidi afanyiwe upasuaji. Alikaa nje kwa miezi mitatu na akarudi mnamo tarehe 26 Februari 2023 akitokea benchi akija dakika ya 63 kumpishi kwa sababu ya Kingsley Coman katika ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Union Berlin. Mnamo tarehe 13 Mane alipigwa faini na Bayern Munich kufuatia ripoti kwa alimchoma mwenzake. Sadio Mane alimchoma Leroy Sane kwenye chumba cha kuvaa mara baada ya kuripotiwa Bayern Munich kupoteza robo finali ya mabingwa dhidi ya Manchester City kwa midhani kuwa yeye ni mmoja wapo ambaye alicheza chini ya kiwango kutokana na hiyo kwa klabu yake ya zamani. Mnamo Mei 28 Bayern Munich alishinda Bundesliga japokuwa haikuwa rahisi kwa sababu walitakiwa waisubirie Dortmund kuharibu mchezo wao wa mwisho, na Bayern Munich alikuwa bingwa kwa alama 2 pekee mbele ya Borussia Dortmund. Mnamo Agosti 1, 2023 klabu ya ligi ya Saudi Arabia maarufu kama Pro League Al Nassr ilimsainisha Mane kwa ada ya euro milioni 30 baada ya Mane kuwasiliana na wachezaji wenzake wa timu ya zamani ya Liverpool Fabinho na Robert Firmino. Walikuwa wakiwasiliana naye hapo awali ili kupendekeza kwake kwamba aweze kujiunga na vilabu vyao vya Al Ittihad na Al Ahly huko Saudi Arabia. Mane pia alitangaza nahodha wake wa zamani Jordan Henderson alikuwa amemtumia ujumbe mzuri juu ya kuondoka kwake Saudi Arabia. Sadio Mane mpaka sasa anacheza klabu ya Al Nassr. Mastaa wengine kama vile Ronaldo wapo pamoja naye katika klabu moja, kina Karim Benzema wapo katika ligi moja. Katika kiwango cha kimataifa Mane alifunga magoli 46 katika mechi 113 za Senegal tangu kuanza kwake mnamo 2012. Kwa sasa yupo juu ya wafungaji wa timu ya taifa wa Senegal.
aliwakilisha Senegal katika michuano ya Olimpiki 2012 na pia 2015 na 2017 na 2019 na 2013 katika kombe la mataifa ya Afrika. Katika mashindano hayo ya 2019, Mane alisaidia Senegal kumaliza katika nafasi ya pili mbele ya bingwa Algeria, na miaka miwili baadaye alitoa ubingwa huo mbele ya vigogo wa mafarao wa Misri. Mane alifunga bao la ushindi katika mchezo huo kwa adhabu ambao lilipatia Senegal taji la kwanza la kombe la mataifa ya Afrika, na pia alikuwa mchezaji bora wa mashindano hayo. Mnamo 2022 alipewa uchezaji bora wa Afrika wa mwaka mara ya pili. Mane pia aliwakilisha taifa lake kwenye kombe la dunia 2014 na 2018 na kuhudhuria World Cup 2022 kwa sababu ya majeraha. Nikumbushe tu mpenzi mtazamaji wa Maisha Safari Channel, hii ina part 1 ya Maisha Safari ya Sadio Mane. Ukitaka ujue tabia ya Sadio Mane, ni ukitaka ujue jinsi gani Bambali wanavyomtumaini Sadio Mane, jinsi gani Bambali wanavyomwamini Sadio Mane, jinsi gani alivyotoa msaada mkubwa katika kijiji cha Bambali kwa kujenga miundombinu mbalimbali, usikose kufuatilia kipindi kijacho cha part 2 cha Sadio Mane ili kupata update zote zinazohusiana na mchezaji huyo.